Majina yangu nijitambulishe kwako kwa haraka, kwa sababu muda wote naweza ukaitwa kuingia felini. Sasa kwa haraka tu kidogo tuweze kusikia Mungu anazungumza nini kwa chapo kidogo. Mungu wetu asifiwe sana. Majina yangu naitwa mtumishi wa Mungu David, ni mhubiri wa habari njema, sio mhubiri wa dini yako, kabila wala dhehebu. Dini yako hainihusu, kabila lako halinihusu, wala dhehebu lako halinihusu. Sema amina kama unanielewa wewe unapumzi na kumua. Sasa mimi nimetumwa kwa ajili ya kila mmoja mwenye mwili. Kama unajua uko na mwili, jua habari hizi zinakuhusu, ila kama hauna mwili na pumzi, habari hizi hazikuhusu. Haijalishi unasali usali, haijalishi una dhehebu una dhehebu, ila madamu una mwili na pumzi unapumua, habari hizi ni za kwako. Mungu amekusudia uzisikilize. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekwambia nia na dhumuni la Mungu sio kwa ajili ya dini. Ni nia na dhumuni la Mungu ni kwa ajili ya nafsi yako ipate kuurithi uzima wa milele. Nataka nikwambie mtu wa Mungu kwa haraka kwa dakika moja ambayo iko mbele yangu, 2, 3, 4. Nataka nikwambie kitu kimoja. Yale majira ambayo yalikuwa yanazungumziwa mitume na manabii waliotangulia, wanazungumza habari za nyakati za mwisho, wakasema dalili zote mbaya zaidi au nzuri, zile dalili zote ambazo zilizungumzwa, tuko katika hicho kipindi leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu alimuuliza wanafunzi wakamwambia, utueleze nini dalili ya kurudi kwako na nini mwisho wa dunia? Miongoni mwa dalili alizozisema, alisema mambo mengi. Ukisema kusoma kile kitabu cha Mathayo ile sura 24 yote, miongoni mwa dalili alisema nyakati hizo za mwisho upendo wa wengi utapoa kwa sababu ya kuongezeka kwa maasi. Sasa hivi tunaishi katika kipindi kile ambacho kilitabiriwa. Tunaishi katika nyakati hizo ambazo zilisemwa. Upendo wa watu wengi sasa hivi tunavyoongea umeisha poa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini dalili nyingine aliyosema kwamba nyakati hizo mkiona dalili nyingine moja hapo, ndio hii nataka niseme kwamba kwa sababu nyakati hizo watu wengi watabadilisha matumizi ya maumbile yao kwa tamaa zao wenyewe, kwamba mkiona dalili hizo mjue nyakati hizo nilizokuwa nawaambia zinakaribia. Mtu wa Mungu, baba yangu, mama yangu na ndugu yangu ambao nasikiliza sasa hivi, wewe ni shahidi. Sasa hivi tuko kwenye kizazi tayari, unalikuta baba lenye ndevu kama pasta hapa, na lenyewe nataka liitwe dada, na mwingine aitwe kaka, eti kaka muoe kaka. Lakini cha kushangaza unajiuliza, kaka unataka kuolewa, kaka unataka kuolewa nacho? Hana cha kuolewa, lakini kang'ang'ana yeye aolewe. Ni dalili ya nyakati za mwisho mojawapo. Yesu akasema mkianza kuyaona hayo mjue ni nyakati zile niliwaambia, mwenye akili ageuka atengeneze. Na hayo lazima awepo, iwe ni ishara mojawapo ya mwenye akili kuona ishara aweze kugeuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo la pili la kushangaza zaidi, sema unamkuta mama, dada, binti kabisa, yani binti alafu na binti mwingine naye, binti mmoja anataka awe kaka, binti mwingine naye awe dada, alafu waoane. Sasa unajiuliza, wewe binti unataka kuolea? Cha kuolea hana, ila anang'ang'ana awe. Ni dalili ya nyakati za mwisho. Hiyo inakuja kwa sababu ya dalili ya nyakati za mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimeita kukwambia ukweli, ukweli utakuweka huru ili uweze kugeuka mapema, ambaye wewe ni mjanja. Ugeuke, kuna njia unazipita, kumbe ni dalili zimeshaonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Si kama unanielewa. Naongea na mtu mmoja kwa sababu ya dalili hizo ambazo umeziona na unasikia kwa mitandao ya kijamii na kwa TV, vyombo vya habari mbalimbali. Naongea na mtu mmoja ambaye ana akili, ambaye kuna vitu unavifanya wewe. Unajua sasa hivi likilia la mgambo siwezi kutoboa. Unajua kwa varangatizi nazozifanya stoboi. Unajua kwa waume hao niliowabeba waume za watu likilia la mgambo stoboi. Unajua kwa udanga huu siwezi kutoboa. Nahitaji tu neema ya Mungu inigeuze kuanzia ndani ili niweze kugeuka. Ninaongea na binti mmoja huko mahali hapo ananisikiliza. Umetoa mimba mpaka wanakaribia kutoa na kizazi. Yaani umetoa zimeisha, unataka kungoa na kizazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani umetoa zimeisha mimba mpaka na kizazi na ng'ang'ana nacho, ukichomoe na chenyewe. Sikiliza, una nafasi ya kutubu. Bado Mungu anakupenda, ndio maana amekutumia ujumbe huu uweze kugeuka utubu. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiogope, Mungu wetu ni wa upendo na ni wa neema. Ndio maana unaona injili inahubiriwa mahali kwa mahali, ni miongoni mwa dalili ya nyakati za mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaongea na brazamani mmoja unasikiza sasa hivi, umewapanga wadada kama unayepanga mandazi kwenye kideri. Yaani wewe umembanganya huyu, nitakuoa, hakuna ambaye utamuoa, nitapeli kama tapeli wengine. Waambie leo nimesikia neno, nimeamua kugeuka.
Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu, kuna mtu awezekana huko hapo ananisikiliza. Hapo umemwacha mtu wako nyumbani, umembeba danga pembeni hapa. Mimi sitasema danga wako na shida naye, lakini Mungu anataka utengeneze, maana kaniruhusu nizungumze na wewe. Nyumbani mke wako analia, wewe tu sikiliza. Wewe mama ambaye umembeba mke wa mtu huko hapo. Nyumbani mke wako analia, wewe umeendelea kubeba mume wake. Tengeneza nyakati zinazo ni mbaya. Tengeneza kampokea Yesu akubadilishe kuanzia ndani ya moyo. Hizo kiu mbaya ziishe. Kiu ya ulevi iweze kuondoka. Umeng'ang'ana kuimaliza kiu ya uzinzi hamna. Yuko kako unajichua, nyumba zenyewe za kupanga unang'ang'ana bafuni unajichua. Unataka kutoka haiwezekani. Hicho ni kifungo, lazima umpokee Yesu akugeuze ile kiu mbaya iondoe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nisikilize nikwambie kitu kimoja. Ni mtumishi ambaye nimeitwa kuombea chochote, lakini niliambiwa niwahubirie watu ukweli. Kwa sababu hata nikikuombea ukapona, ipo majira utatoka kwenye huo mwili na utakuja kuhukumiwa na dhambi zako usipende ukiwa duniani. Wewe ambaye unapenda tabia unaingilia mwenzako kinyume na maumbile, tubu, hiyo ni dhambi, uendi mbinguni wewe. Kuna mwingine anasema uendi mbinguni. Yaani wewe sikiliza nikwambie. Hizo unazozifanya mbinguni uendi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kwa sababu ya muda ni mchache, unaweza ukaitwa sasa hivi. Unaweza kwa mambo mengine, ushauri, maombi na maombezi. Nataja namba za simu haraka hapa kwa sababu nakaribia kuitwa kuingia felini. Amen. Nataja namba za simu haraka kwa faida yako, kwa ushauri, maombi na maombezi na kila kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Shika tu simu yako, itakusaidia hiyo kwenye kuombea. Naombea vyote. 0686 88 61 10. Bwana Yesu asifiwe sana.